So currently I would like to welcome Miss Aman Al-Rida from Dubai Care. My name is Amal Al-Rida and I'm from Dubai Cares. To the point that Wissam mentioned about fulfilling your dreams, I want to tell you a very short story about how Dubai Cares was actually established. So Dubai Cares was established based on His Highness's vision and dream to provide 1 million children globally with access to quality education. And to emphasize the importance of this dream, we need to work, of course, towards it. We need to believe in it. And I'm so happy to say that over the years, with the continuous support that we've received from our partners and our donors, we're very happy to say that we're so far in 60 countries around the world and have reached 116 million beneficiaries. So what really started as a dream or a vision has now touched the lives of so many children around the world by giving them access to education. And over the years, you know, I've joined Dubai Cares in year 2007 when it was just a campaign. And I've been asked so many times about why did I choose to stay? Why am I still in Dubai Cares? And the reason is this, exactly this moment. I have the opportunity to come to the field and witness the impact that we are making in each and everyone's lives. And during the past 3 days, I was very happy to see how all students were really committed to education, really committed to going to school and making a change. And we wanted to also, as an organization, give a similar opportunity to one of our key donors, HRE Development, to come to the field and witness beforehand the impact that is being made in your lives through the power of education. And so the next time I come to Zanzibar, I would like to see you all committing and working towards fulfilling your dream. And this only comes, of course, with dedication and passion. Thank you so much. Sasa ningependa kumkaribisha mkurugenzi idara elimu msingi ndugu Fatma, naye baada ya hapo atamkaribisha mgeni rasmi naye kutupa mawili matatu. Mkurugenzi idara elimu msingi, unakaribishwa. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, wageni wetu, nitambue uwepo wa meza kuu kutoka Dubai Care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanafunzi sijasikia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari za asubuhi? Nzuri. Habari za Kizimkazi? Nzuri. Jana mliniona? Ndio. Tuliongea? Sasa leo kazi yangu kubwa ni kumuinua katibu mkuu aje azungumze na nyinyi. Na mimi nataka nitumie hiyo nafasi vizuri kwa kukukaribisha katibu kuja kuzungumza na hadhira hii. Assalamu alaikum. Hamjambo? Hamjambo. Mambo vipi? Hebu a e i o u. Kumbe bado mnakumbuka eh? That's a pre-primary song. Mkurugenzi wa idara ya maandalizi na msingi kutoka Wizara ya Elimu, natambua uwepo wa kaimu mkurugenzi wa sekondari, mkurugenzi wa Zanzibar Milele Foundation, Dr. Masudi kutoka UNICEF, wageni wetu kutoka Dubai Cares,
viongozi kutoka Al-Salam Foundation na Project Inspire, viongozi mbalimbali, walimu, wazazi, wanafunzi, wageni waalikwa, waandishi wa habari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa wazima. Naona vijana wangu mna bashasha na shauku kubwa, hongereni sana. Pili, nachukua fursa hii kuwapongeza sana waandaaji wa bootcamp. Kwa tathmini yangu tumefanikiwa, hongereni. Tuwapigie makofi sana. Nataka nitoe pongezi maalum kwa wanafunzi pamoja na walimu kwa ushiriki wenu na ubunifu ambao tumeuona pale nje. Hongereni sana, mmejaribu na mmeweza. Wanafunzi oye! Sasa wanafunzi, niwaeleze kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali tumejizatiti kukuza sayansi, teknolojia na uhandisi, maarufu tunasema STEM, pamoja na matumizi ya TEHAMA kama nguzo kuu ya maendeleo yetu. Lengo ni kuhakikisha wanafunzi wetu wanapata elimu bora yenye kuamsha fikra, elimu yenye ubunifu, elimu yenye ujasiri kama msichana wangu alothubutu kuonyesha kidole, wakubuni na kutatua matatizo ya ndani na nje ya nchi. Walimu wetu wanaendelea kupewa mafunzo, na hakika walimu hawa ambao mmekuwa nao walifundishwa kabla matumizi ya STEM pamoja na TEHAMA ili waweze kuitumia teknolojia ya kisasa katika kufundisha. Nyote mnaelewa serikali inanunua vifaa mbalimbali vya STEM pamoja na TEHAMA kwa ajili ya kujifunza. Tumeimarisha laboratory zetu, maabara zetu katika ngazi ya msingi. Skuli zote mpya tunajenga maabara za primary, lakini tunajenga maabara za sekondari za mambo ya sayansi na masuala ya ubunifu pia tunayahamasisha kuwepo katika skuli zetu. Wizara imeanzisha, inaunga mkono hizi bootcamps, yani kambi za kuwaandaa vijana kuwa wabunifu na kufanya miradi mbalimbali. Haya ni mafunzo ya muda mfupi lakini yenye thamani na athari kubwa sana. Kilichonivutia zaidi, ukitoa mambo ya hands on, kazi za mikono, ni confidence ya watoto. Walipokuwa wanafanya presentation kule nje, kila mmoja alikuwa kajiamini anaweza kuzungumza kwa ufasaha. Na hiyo ndo component moja ya ujuzi wa karne 21, communication. Alosema kwa Kiswahili kasema kwa fasaha, alosema kwa Kizungu kazungumza Kiingereza kizuri. Hongereni, jipigeni makofi sana. Nimeelezwa kwamba bootcamp inasaidia vijana kuendeleza fikra za ubunifu na uwezo wa kutatua matatizo. Umeprove kwangu mimi kuna solutions za blue economy, kufanya rescue boat, masuala ya conservation ya hewa, uhifadhi wa mazingira na kadhalika na kadhalika. Lakini vile vile bootcamp inajenga ujuzi wa karne 21, swala la ubunifu. Nimeona innovations hapo, vijana wametayarisha basi la kisasa na wamelink na uchumi kwamba litapakia watalii. Basi hili litakuwa linazungusha watalii, nchi inapata mapato, magorofa yanajengwa zaidi. Huo ni ubunifu. Lakini imeongeza hamasa ya kujifunza na kupenda masomo ya sayansi. Sijui nani anatafsiria hao wageni wetu. Mimi nasema kwa Kiswahili speech yangu. If you should learn some Swahili. I'm not going to read this English speech here, but Khadija will summarize for you later on. I'll share my talking notes to her. You can convert it. But ninachosema ni kwamba tumeongeza hamasa ya kupenda STEM, masomo ya sayansi. Na tumeona kwenye matokeo ya form 4 ufaulu wa masomo ya sayansi umeongezeka kwa wanafunzi wa Zanzibar. Elimu oye! Tumeona vile vile ufaulu wa masomo ya sayansi umeongezeka kwa advanced secondary school education. Na haya yote hayakutokea kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya uwekezaji ambao Dr. Hussein Ali Mwinyi anafanya kwenye sekta ya elimu. Sasa kuna walimu wa kutosha,
sio wa kutosha, lakini walimu wengi wameajiriwa wa sayansi, masomo ya hesabu, physics, biology, chemistry. Kuna vifaa vya kutosha kwenye skuli. Tumeanzisha innovation hubs, vituo vya ubunifu, na zinatoa fursa ya watoto kwenda kujifunza practical, kujifunza lugha, kujifunza mambo mbalimbali. Kuna maktaba vile vile. Kwa hiyo bootcamp zinasaidia sana, hata kama ni kwa muda mfupi, lakini zinachechemua akili. Nimefurahi sana, nimeona kijana wangu wa maziwa ng'ombe. Yuko wapi? Maziwa ng'ombe wewe. Yule kule shehe wangu anatoka kwenye very rural area. For those ambao hawakukaa kitako baba, kwa wale ambao hawakufahamu maziwa ng'ombe, iko mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya ya Micheweni, katika kijiji cha maziwa ng'ombe. Serikali imejenga ghorofa kubwa la kisasa na maabara na vifaa. Watoto wa kinyonge, yule babake na mamake ni wavuvi na wakulima, lakini kijana anaanza kusoma sayansi. Tunakuleta kuleta mapinduzi makubwa, si maziwa ng'ombe peke yake, lakini na maeneo mbalimbali. Nataka nitoe wito kwa walimu. Walimu wewe, walimu mpo? Naomba muendelee kujifunza kutumia teknolojia mpya na kuhamasisha wanafunzi kujiamini na kujaribu mambo mapya. Walimu, watoto wakivunja test tube msiwagombe, wakiharibu msiwagombe. Unasema umejaribu, bahati mbaya ni ajali imetokea. Kama bika akivunja kwa maksudi unaweza kumgomba, lakini muwape fursa watoto ya kuexplore na kutry na kutest na kuinnovate. Mmenifahamu walimu? Reagents zikimalizika serikali itanunua mpya. Sasa hivi tuko nazo mpaka nyingine zimeharibika kwenye mashelf. Usiogope kutumia kemikali kwa ajili ya kufanya mazoezi kwenye maabara ambazo tumejenga. Walimu, kwa wazazi, naomba sana, baadhi ya walimu ni wazazi, na kwa sababu hapa tuko na media wanaweza kukava hii story. Wazazi na wahimiza sana, mwahimiza watoto wenu kushiriki katika program za STEM pamoja na book camp. Niwapongeze wazazi wenu kwa kuwaruhusu nyinyi kuja katika mashindano haya. Ndugu wazazi, baada ya kuona michezo ya teknolojia kama upotevu wa muda, tuone kama ni fursa kukuza fikra. Watoto wasitumie muda mrefu kwenye Instagram kuangalia watu na mambo yasiyowahusu, lakini kuna games nyingi sana za kuchangamsha akili, si ndio? Kwa hiyo tukifanya hivyo tunaweza kutumia tehama vizuri. Ushirikiano wa walimu na wazazi ni muhimu sana, na waomba wazazi sana washirikiane na walimu. Kwa upande wa wanafunzi, wito wangu ni kwamba msome kwa bidii, muwe wabunifu na mtumie teknolojia. Skuli nyingi sasa hivi tayari tumezifunga kompyuta. Kweli si kweli? Na kwa skuli ambazo hawana kompyuta zipo katika hub, vituo vya ubunifu, na mnaruhusiwa wanafunzi wa primary na walimu kwenda. Kwa mtumie fursa vizuri kujiendeleza zaidi. Ndugu wanafunzi, kila wazo mnalobuni linaweza kuwa na maana sana na suluhisho kubwa kwa tatizo letu. Nataka ni emphasize au niwekee mkazo hoja alosema my brother kutoka Dubai ya kujiamini. Wale walioshiriki kwenye mashindano niliwauliza unataka kuwa nani? Kila mmoja nilimuuliza swali hilo. Sasa umesema wanataka kuwa fani mbalimbali. Amini unachotaka kuwa. Ukiamini hicho, inshallah litakuwa. Kwa kama unataka kuwa mwalimu, jielekeze kuwa mwalimu. Kama unataka kuwa engineer, jielekeze kuwa engineer. Kama unataka kuwa scientist, jielekeze huko. Na inshallah serikali inaweka mazingira mazuri sana. Mwisho kabisa nataka nimalizie hotuba yangu hii kwa kuwashukuru sana washirika wetu wa maendeleo, wakiwemo kwa hapa naanza na United Arab Emirates Aid pamoja na Dubai Cares. Tuwapigie makofi sana. Partners wengine kama UNICEF, World Bank, UNESCO, GPE, taasisi za ndani kwa mfano Asalam na wengine tunawashukuru sana kwa kutusupport kwenye capacity building pamoja na miundombinu mbalimbali ya tehama.
Kuna program hii ya TAL, Teaching at Right Level, ambayo Milele Zanzibar Foundation kwa kushirikiana na partners wengine, Aga Khan Foundation pamoja na UNICEF tunashirikiana nayo. Inaongeza watoto wengi hawajui kusoma na kuandika kwa kiwango wanachotakiwa kuwa. Tumefanya hii program katika maeneo mbalimbali na leo nimeona report, na sasa hivi baada ya dakika 10 na miadi na mtu nikutane naye ofisini kwangu kuonyesha kwamba kuna mafanikio. I'm going to receive a TAL report, people who are implementing TAL in Zanzibar at 12 in my office. I'll be a little bit late. But they have shared with me a report showing that the increased performance in terms of learning outcomes of our students who've been supported with that program. Congratulations. This is another evidence of the impact you are making to Zanzibar, Dubai Cares. We didn't discuss this yesterday. I got a summary this morning, I read the report, and I'm going to meet someone who is in charge of facilitating the process, but the results are positive. Overall, congratulations. Baada ya maelezo haya sasa naomba nitamke kwamba bootcamp hii imefungwa rasmi na watakia kila laheri, mrudi nyumbani salama. Asanteni sana. Aisha. Hai, assalam, tutajiandaa. Okay.